Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Leo ni Oktoba 29 mwaka wa 2025 na haya ni matangazo yetu ya mapema Jumatano hii. Mahakama ya kijeshi katika maeneo ya Gombe huko mjini Kinshasa yalichukua maamuzi kuhusiana na kesi iliyomkabili moja ya wanajeshi wa kike aliyekutwa na makosa ya kukiuka maagizo ya kijeshi. Mwendesha mashtaka alimfungulia mwanajeshi huyo Ajida Ebabi kwa makosa ya kusambaza kwenye mitandao ya kijamii, haswa akaunti yake ya TikTok, picha ya kumbusu mume wake akiwa mwenye kuvalia sare ya kijeshi ambayo ni marufuku kwenye itikadi ya kijeshi. Mahakama ambayo iliongozwa na Meja Christian Safari ilisema kwamba ina habari tosha kuhusiana na mambo ambayo hufanya mwanajeshi huyo mwanamke hata akapata mwangaza zaidi baada ya shahidi aliyeitishwa na mahakama ili kuangazia mambo. Bwana Yannick Kayembe ambaye ni mpiga picha kuzungumza kwamba ni yeye aliyemshika picha bila idhini ya mhasirika. Bwana Yannick Kayembe ni mmiliki wa studio Rostoa inayopatikana kwenye barabara kuu Sendwe kata Matonge ndani ya manispaa ya Kalamu huko mjini Kinshasa. Mpiga picha huyo alikubali mbele ya mahakama kwamba ni yeye aliyesambaza video ya mhasirika bila hata idhini yake. Hata hivyo, mawakili wa mshtakiwa au mhasirika waliomba mahakama yamwachilie moja kwa moja mteja wao kwa sababu sio yeye aliyesambaza video yake mwenyewe. Lakini kwake mwenye ranga ya chini ya Luteni Lisalama, afisa wa mwendesha mashtaka ya umma, kwake alisema mhasirika alisambaza video hiyo kwenye mitandao, na pia akaongeza kwamba mshtakiwa ana zaidi ya akaunti 7 za mitandao ya kijamii, haswa mitandao ya TikTok, na kabla afikishwe mahakamani alifuta au kuzima video zote ambazo alikuwa nazo kwenye akaunti zake kwa sababu alijikuta kwamba tayari ameingia kwenye makosa kutokana na itikadi za kijeshi, na kuitishwa kwake na mahakama tayari litamfikisha yeye kupata adhabu. Na mara alipopata mwaliko wa mahakama ya kijeshi tarehe Oktoba 19 iliyopita, kabla afikishwe mbele ya mwendesha mashtaka, ndiyo mwenyewe aliamua kufuta na kuzima video zote alizokuwa nazo na ambazo alikuwa akifanya maonyesho ya sare za kijeshi. Mwendesha mashtaka wa umma aliendelea kuleta ushuhuda akisema mwanajeshi huyo mwanamke Ebabi ana tabia ya kawaida ya kusambaza video kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo ndiyo kazi yake. Akaongeza kusema kabla afikishwe mahakamani siku hiyo hiyo asubuhi, alikuwa na amekwisha kusambaza video zingine kwenye mitandao kadhaa, ikitajwa mfano wa Grand Lac. Na kwenye mtandao huo wa Grand Lac alikuwa akisema kwamba amenyanyasika, yaani alikuwa ni mhasirika wa unyanyasaji. Swala lililompelekea mwendesha mashtaka wa umma kuamua lazima bibi huyo, yaani mwanajeshi mwanamke Ebabi, anastahili kupewa kifungo cha miaka 10 jela bila hata ya kupunguza siku moja, na vile vile kutakiwa kulipa malipo ya gharama za mahakama. Kutokana na hiyo, mahakama iliamua ni Jumatano hii ya tarehe Oktoba 29 mwendo wa saa 8 alasiri ndiyo sasa utachukuliwa uamuzi wa mwisho kuthibitisha hukumu iliyotolewa na mahakama ya kijeshi huko Gombe mjini Kinshasa au kutupilia mbali hukumu hiyo. Mwisho wa taarifa zetu za mapema Jumatano leo. Na kufikia hapo sina cha ziada. Ninachokuomba mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, wewe ambaye bado hujasubscribe hadi kujabone,
huo ni muda wako. Tafadhali usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, usikose kushare yahane kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikushukuru wewe kwa muda wako, kwa kuwa ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.